Nini siasa bila mikasa? Maana lazima tujue siasa ni nini kama sisi Waislamu, na pia tujue mikasa ni nini. Na pengine kwa wepesi waweza kusema pana ugumu wa mtu kujua siasa ni nini, na pana ugumu mtu wa kujua mikasa ni nini. Waweza ukawa wajua mikasa ni nini, usijali na mikasa. Waweza ukajua siasa ni nini, usifuate siasa ilivyo. Nikaona ni wakati pia wa kuzungumza fiqhi yetu ya Kiislamu inavyozungumza siasa kwa pande zake zote, kifikihi, sikijukwaa kwa uelewa wa siasa inavyojulikana na wanasiasa. Sisi kama Waislamu ni tulijue jambo lilivyo litakiwavo kujulikana, kisha litendwe kwa mujibu wa mikondo iliyotolewa. Barabara hizi ndizo barabara za kufuata, ndio utaingia katika siasa itakiwavo, kisha uwe na maamuzi. Niunge mkono, sina lawama mbinguni, ama nsiunge mkono, sitaki tu. La maslahi talifuata ili maslahi yaje, la ufisadi nitaliepuka. Uhakika wa mambo ni jambo lililozungumzwa kwa fikhi pana sana kwa vitabu vyetu vya kifiqhi, ili isiwe wepesi mtu kuja kusema siasa ni haramu, na hata isiwe wepesi kusema siasa ni halali. Umeona? Kwa hivyo itakiwa ni mkondo wa kati na kati kwa ramani takiwa, ili ufahamu nenda vipi kwa jambo hili. Kwani uhodari wa siasa ni kuleta mikasa, ama mikasa ndio siasa? Sio maana hapo tutataka ufafanuzi wa kina wa fiqhi yetu ya Kiislamu, al-fiqhul islami, itueleze hivi mwanasiasa ni ametasifiwa kwa uhodari wa siasa kwa kuleta maafa na mikasa na vifo na mengineyo, ama hii mikasa yenyewe ndiyo mkondo wa mtu kuwa mkomafu kisiasa? Ni mambo yataka kina. Tayeb, siasa kwenye nadharia ya wanavyuoni hiya fannu tadbiri shuhuni al-umma, ni fani ya kupanga, fani ya kupanga mambo ya umma. Sikia, ni nukuu hizi nakala na wanukuu wanavyuoni walivyozungumza, ili uone hili jambo liko kwenye boma la sharia na fiqhi yetu ya Kiislamu tu. Muislamu ni kujua liko vipi. Tayeb, hiya fannu tadbiri shuhuni al-umma, ni fani ya kupanga mambo ya umma, wa riayatiha, na kuchunga mambo ya umma, lijalbil masalihi, kwa kuleta maslahi, wa dar'il mafasidi, na kutupa ya ufisadi. Sasa itakuwa hodari wa siasa ni mbinu za kuleta maslahi, alofeli kisiasa ni aloshindwa kuondosha mafasi katika umma kwa mujibu wa fiqhi yetu ya Kiislamu. Sasa siasa ilokosekana maslahi huitwa uharibifu na ufisadi, si siasa.
wala aloshika mkondo huo wa siasa hawi ni mwanasiasa. Na siasa ambayo itakinga umma na ufisadi, hiyo ndiyo siasa, kwa sababu maslahi ndiyo yanaotangulizwa kuliko ufisadi. Naqala, ndipo Ibnu Aqil al-Hanbali akasema hivi: as-siyasatu, siyasa, hiya al-fi'lu alladhi, ni kitendo ambacho yakunu nasu ma'ahu, watu watakuwa na kitendo hiko, aqrabu ila salahi, wako karibu sana, wala si karibu tu, wako karibu sana na maslahi, wako karibu sana na ufanifu, wa ab'adu anil fasadi, na wako mbali sana na ufisadi. Wa illam yadhahu rasul sallallahu, hata kama halikuwekwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, fitria ya mtu ya kubali ya kuwa maslahi na ufanifu ndiyo yanaotangulizwa kuliko ufisadi na uharibifu, hata kama halikuwekwa na mtume. Lakini we wajua kuwa maslahi ndiyo kutengea kwa umma na utulivu wa umma, ufisadi ndiyo taharuki za umma na kufeli kwa umma. Tayib, ndipo Imamu Ali radhiyallahu anhu akasema haya: husnu siyasati yaktadhi taanni, uzuri wa siasa kwanza huleta hukumu ya utulivu. Kwa hivyo ina maana kwamba wanasiasa kwanza ataka wawe watulivu, ndio bongo lipate umakinifu wa kupangia umma maslahi na utulivu wao na kumakinika kwao. Tena wal i'dada an kathirin min alhafawat, na kuwa na mkono wa nguvu wa kupambana na makosa ili yatulie yale makosa. Utulivu ukipatikana, ndio kila mtu atakuwa na umakinifu wa kujipangia na umakinifu wa kufanya. Umakinifu ukikosekana, huwezi kufanya lolote. Ndivyo jinsi walivyotuzungumzia wanavyoni. Neno la mwisho, najua lilikuwa lina pande nyingi, lakini biidhnillahi alkarim, neno la mwisho kwanza, bila sherehe, maana siasa si mikasa. Hapo lazima tuitazame siasa, lazima tutazame mwenye kufanyiwa siasa, lazima tutizame mwana siasa, kisha tutazame barabara anazozichukua kwenye siasa na anaowafanyia siasa. Si mkondo mwepesi. Hayo tunataka tujue mengi, kisha tuwe na maamuzi ya kikweli kama Waislamu. Sisi tutumiwao kuleta ufisadi na uharibifu kupitia kwa wanasiasa, ama sisi tutumiwao kuleta ufanifu na mafanikio kupitia kwa wanasiasa? Ni mambo ambayo yatawekwa wazi wazi biidhnillahi alkarim, ili tujue kweli siasa si kuleta matatizo, bali siasa ni kuleta maslahi. Atumiwao ni nani? Tutakuja kuimaliza khutba hii biidhnillahi alkarim Ijumaa inayofuata katika Masjid Ibrahim, nikichukua ramani ya mwanzo ili tuyajue mengi yalofumbiwa macho na Waislamu wengi wetu wasiojielewa hata lengo la siasa ni nini. Na siku zote mwanadamu akitolifahamu lengo
hana lolote atakalolifanya, na uhodari mkubwa utakuwa ni maneno mengi na kelele nyingi, lakini ile alhadaful manshud, lengo linalotakiwa halipatikani kabisa.